Leo Mungu anaenda kusema na sisi. Andika kichwa cha somo upendo. Andika upendo. Somo la leo, andika upendo. Chini yake andika umuhimu wa upendo kwa maisha ya muamini. Nataka tuelewe umuhimu, kwa sababu upendo kila mtu anaujua, na tumekuwa tukifundishana kwa habari ya upendo mara kwa mara. Lakini kwa wale waliopo kwenye darasa la ministers wanaelewa kwa sehemu. Nilifundisha juzi kwa habari ya aina za upendo, na nikaorodhesha kwamba upo upendo ule wa Mungu ambao hauna masharti, ambao hauangalii vitu, unaitwa upendo wa agape. Na nikaeleza aina nyingine za upendo, ikiwa ni upendo mwingine, upendo wa kindugu, kwamba unampenda jirani yako kwa sababu ni ndugu yako. Kwa hiyo unaweza ukampenda jirani yako kwa sababu ni ndugu yako, ni aina ya upendo. Unaweza ukampenda jirani yako kwa sababu ni rafiki yako, upo aina ya upendo ambao unampenda rafiki yako. Sasa tukiangalia aina zote za upendo, tunaangalia hii moja inasema kumpenda mtu pasipo chochote, unconditional love. Unampenda mtu pasipo kuangalia chochote. Huo ndio upendo wa agape, na ndio upendo wa Mungu. Yaani huyo jirani yako nampenda sio kwa sababu ni rafiki, yaani hauna sababu nyingine isipokuwa Mungu, ndio unaitwa agape. Unampenda mtu bila sababu, bila sababu. Huo unaitwa upendo wa agape. Upendo wa nini? Wa agape. Sawa sawa? Sasa natamani ni uongelee huo zaidi. Kwa nini na uongelea huo? Kwa sababu Yesu alisema, kama mkiwapenda mnaowapenda, je, hata Mafarisayo na wenyewe si wanafanya hivyo? Yaani kama upendo wa ndugu, upendo wa ndugu kila mtu anao. Mkristo anao, anampenda ndugu yake. Unampenda mtoto wako, unampenda mjomba wako kwa kuwa ni mjomba. Mkristo atampenda mjomba wake, Muislamu atampenda mjomba wake, mtu Mbuddha, wale wa Buddha watawapenda ndugu zao. Yaani hakuna kigezo cha kimungu kinachomfanya mtu ampende ndugu yake. Watu wanapendana kwa sababu ni ndugu. Kwa kuna upendo wa kimungu, upendo wa kirafiki, upendo wa kifamilia kwa kuwa ni ndugu, na kuna upendo wa kimapenzi kwa kuwa mtu ni mpenzi wake. Sasa hizi aina nyingine leo naomba nisiziguse sana. Naomba niiguse hii aina ya upendo ambao Mungu anaiongelea. Mahali popote kwenye Biblia ukiona pameandikwa upendo, Mungu anaongelea ule upendo wake ambao hauna mipaka, upendo ambao hauna sababu, upendo ambao haumpendi mtu kwa sababu yeye ni mtu fulani. Ni upendo usiokuwa na sababu, usiokuwa na sababu. Huo ndio nataka tuangalie leo, na nimesema kichwa cha somo chini yake uandike nini? Yes. Kwa nikiongelea umuhimu huo, elewa kwamba ni ule umuhimu wa kimungu, sio ule umuhimu wa mapenzi yako na mchumba wako. Sio umuhimu wa upendo wako wewe na ndugu yako. Ninaongelea ule umuhimu wa upendo ule wa Mungu ndani yako. Amen. Na lazima uelewe ya kwamba yeye anayependa ametokana na Mungu. Lazima uelewe ya kwamba yeye anayependa ametokana na nani? Na Mungu. Kwa hiyo endapo kama ndani yako kuna upendo wa kimungu, wewe umetokana na Mungu. Endapo ndani yako hauna upendo
wa kimungu, inamaanisha ndani yako umepoteza asili ya uungu. Moja ya asili ya uungu, kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kinachoonyesha pia hiyo asili ya kwamba wewe umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ni hali ya kuwa na upendo. Ni hali ya kuwa na upendo. Sasa mtu mwingine anayeumwa wakati huu anaweza kujiuliza, somo la leo linahusiana nini na uponyaji wangu? Anayejisikia vibaya siku ya leo, labda ana hofu, ana wasiwasi, ana mashaka, ana madeni, anajiuliza, hivi somo la leo la upendo linahusiana vipi na madeni yanayonisumbua? Sasa nataka nikuambie muhimu na muunganiko wa upendo ama somo la leo na chochote unachopitia. Chochote unachopitia. Uhusiano wa upendo na chochote unachopitia. Upendo ni jina la Mungu na ni Mungu mwenyewe. Upendo ni jina la Mungu na ni Mungu mwenyewe. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uambatane navyo unaposogelea madhabahu ya Mungu kupokea kutoka kwa Mungu. Na kitu ambacho unatakiwa uambatane nacho ni upendo. Ni kitu ambacho mtu anaweza kukichukulia ni kawaida sana, lakini upendo ni kitu ambacho unapoomba lazima uwe nacho ili maombi yako yajibiwe. Unapotaka kwenda kuombewa lazima uwe nacho. Na ndio maana kuna watu wengine wanaombewa hawaponi kwa sababu hawana upendo. Hasa unajiuliza kwa nini? Kwa sababu asili ya Mungu inapotafuta uponyaji kwa mtu inakosa, Mungu anakosa nafasi. Na ndio maana Paulo akawaambia, tupeni nafasi mioni mwenu ili tupate kuwahudumia. Mungu mwenyewe anataka nafasi katika moyo wako ili apate kukuhudumia. Na moja ya nafasi anayotakiwa kuiona kwako ni upendo. Ni upendo. Ukiwa na upendo kwa watu, ukiwa na upendo kwa jirani yako, ukiwa na upendo kwa watu unaowajua ama usiowajua, unampa Mungu nafasi ya kuja kukuhudumia. Upendo unatoa nafasi ya Mungu kukuona. Ukiwa na upendo, Mungu anaanza kujiona yeye ndani yako. Kwa hiyo ni rahisi sana. Kuna nyakati nyingine hata uhitaji kuomba. Kuna nyakati nyingine Mungu anakuja kukuhudumia kwa sababu anajiona yeye ndani yako. Kama Paulo alivyosema, si mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu. Kwa Paulo alivyokuwa akitembea, watu wakimuona wanamuona Kristo, na yeye akijiangalia anajiona ndani yake ni kama Kristo anayetembea. Kwa ajili ya mambo mengi sana, moja ya jambo litakalo kufanya ukitembea awe ni Kristo anatembea ni kuwa na upendo ndani yako. Ukiwa na upendo ndani yako, mbingu zinaokuona kama zinavyojiona zenyewe. Madhabahu ya Mungu inaanza kuonekana ndani yako. Mungu anaanza kujiona ndani yako. Wangapi wanajua kioo? Kioo. Aha. Kati ya kitu kiaminifu sana, sawa sawa, ni kioo. Achana vile vioo ambavyo vimetengenezwa sio vinaonyesha pua imekaa wapi, kichwa. Mimi naongelea kile kioo chenyewe ambacho hakina vitu vingine. Kile kioo, jinsi unavyojiona kwenye kioo ndivyo ulivyo. Sawa sawa? Na ndio maana unajiangalia kwenye kioo ili upate kujirekebisha jinsi unavyotaka uwe. Sawa sawa? Yule kwenye kioo ndio wewe. Ndio wewe. Na ndio maana tukitaka tumuone mtu amekimbia kwa kuogopa, pale utakapojiangalia kwenye kioo alafu sijione wewe. Sawa sawa? Lakini ukiangalia kwenye kioo unatarajia kujiona wewe. Wewe ndio yule kwenye kioo. Ukiwa na upendo, Mungu akikutazama wewe anajiona kama yeye anajitazama kwenye kioo. Kwa hiyo akikuangalia wewe mwenye upendo, akiangalia hivi anajiona ni yeye. Bado tu hujaanza kuona umuhimu wa kuwa na upendo.
Ukiwa unaimba, unafanya huduma zote, unaponya watu kwa kuombea na kitu chochote, vyote hivyo pasipo upendo vinabatilika. Tukisoma katika kile kitabu cha Wakorinto, tuanzie hapo. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza na kuendelea. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, nasema: nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Aha. Ninaomba kwanza tusome mstari moja moja tuelewe. Amen. Tupate ufunuo katikati ya mstari mmoja mmoja. Hebu soma mstari huo wa kwanza, unasemaje? Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Amen. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na lugha za malaika, kama sina upendo, ni nini? Mimi si kitu. Ni sawa na nini? Shaba iliayo na upatu uvumao. Lugha za wanadamu na malaika maana yake nini? Ujaposema katika viwango vya mbingu, kama hauna upendo, si kitu. Lugha ya mbinguni ni lugha ambayo inakupa muunganiko moja kwa moja, lakini kama hujaposema kwa ile lugha, kama hauna upendo, si kitu. Si kitu. Halafu namba 2 anasemaje? Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Angalia, yapo maarifa ya kujua vitu vyote. Yapo maarifa. Hata mimi siwezi nikajikataa, nina hayo maarifa ya kujua mambo ya mbinguni na kukuja kukupa hizo siri za ufalme. Na nikaja nikasema mimi ni mtumishi wa Mungu, na mambo yote nitakayoyafanya wewe mwenyewe utashuhudia kwamba huu ni mtumishi wa Mungu. Na naweza nikakuambia vitu vya maisha yako, naweza nikayajua maisha yako, hata yale ambayo wewe huyajui naweza nikayajua hayo mambo. Ukiniangalia hivi unaweza kuniona wa maana sana, kwa sababu hata nikikwambia habari za maisha yako unaona kabisa huyu mtumishi amesema maisha yangu. Ukiniangalia unaweza ukaniona wa maana sana. Kitakachonifanya niwe wa maana ni upendo. Na ndio maana nasema hivi, ujapofanya mambo yote, hata kuzijua siri za mbinguni, ukaeleza malaika wako wangapi hapa, ukaeleza uwepo wa Mungu uliopo hapa, nikakwambia unabii kitakachotokea kesho, nikakwambia kinachoendelea kwenye maisha yako, utapokea kwa sababu unasikia. Lakini mimi mbele za Bwana si kitu, kwa maana kinachonifanya nionekane kitu sio unabii ninaotoa, bali ni upendo nilio nao ninapotoa unabii. Kwa hiyo upendo ndio kila kitu. Jana nilikuwa na shughulikia kesi moja, sijajua kama mtu amekuja hapa, lakini nilimwita nabii mmoja kutoka huko mji fulani, sitaki niutaje, hapa Tanzania. Mtu alikuwa na mume wake hapa, mume wake ameenda kikazi, ameenda mkoa mwingine kikazi. Amefika kule, wanaendelea vizuri, mama yuko huku, baba yuko kule. Yule baba sasa sikutafuta makanisa, ngoja nitafute kanisa niende nikawe na abudu hapo. Akaenda kwenye kanisa la nabii moja. Alipofika pale, baada ya kusali wiki 1 2 3, yule nabii akamwambia sikia, katika watoto wako wote kuna mtoto huyu sio wa kwako. Mzee akachanganyikiwa, akasema ni wako. Akasema una watoto wangapi? Sio watoto wangapi? Kati ya hao huyu wa katikati sio wa kwako. Mzee hapo anapiga simu, kuanzia leo mimi na wewe sitaki tena kitu kinachoitwa ndoa. Ameenda kuprocess
divorce. Ile kukaa ndani yake akasikia, ngoja nende nimshirikishe mchungaji. Yeye mwenyewe amechanganyikiwa, sijajua zimepita vipi huko, akaona ngoja nimshirikishe Pastor Miamba, akanipigia. Anaongea yule mama kwa machozi, anasema nimejaribu kuongea, nikamwambia hivi, tukutanishe na huyo nabii aseme mbele yangu kwamba huyu sio mtoto wangu, ninaomba basi twende tukapime DNA hospitali. Yule baba anasema kilichoongelewa na nabii hakiwezi kupimwa kwa DNA, naamini cha nabii kuliko cha nini, cha DNA. Sikiza nikwambie, ninyi hapa ni mashahidi. Kati ya kitu ambacho huwa nakidiscourage na kukipiga vita, ambacho nimekishakifuta kwenye ufahamu wa HVC wote, ni kutafuta nani aliyekuloga. Uongo kweli? Na hata siku moja ukiona nikikwambia shughulika na familia, unajua uchawi umetokea wapi? Kwenye familia. Maana yake nini? Familia mko wengi, sitakuharibu wewe. Wewe shughulika, ngoa na kilicho letwa ndani king'oe, lakini uwezo kaanza kumtafuta nani aliyekuletea shida. Ukiona nimekushakuja kukuambia hivi mjomba wako ndio tatizo, shangazi yako ndio tatizo, hamna Mungu hapo. Mungu sio Mungu wa faraka, Mungu ni Mungu wa amani. Akifanya chochote anaacha nini? Amani. Hafanyi chochote afa akaacha faraka. Hakuponyi wewe alafu eti nyuma unaanza kumtafuta shangazi yako aliko. Huyo sio Mungu wa kweli. Mungu wa kweli atakuponya, atamponya na shangazi yako kwa wakati wake, kwa sababu aliyekuloga wewe yamkini kesho akaja kuokoka na akawa mtumishi wa Mungu. Kwa Mungu haweki alama ya uharibifu, kwa sababu kwanza yeye ni upendo. Yeye ni nini? Ni upendo. Kwa hiyo endapo nitafanya huduma yangu hapa, kama nitakuwa sina upendo, piga X, hamna utumishi. Kwa lugha nyingine, utumishi kutokana na maandiko, utumishi wa Mungu. Kama unataka kujua kwamba huyu ni mtumishi wa kweli ama sio mtumishi wa kweli, ukiachana na vigezo vingine, kigezo kikubwa ni namna ya upendo. Upendo. Na upendo tunaozungumzia ni ule upendo wa kimungu, usio na maslahi. Yaani nampenda huyu kwa sababu ana hela, nampenda huyu kwa sababu ana cheo, nampenda yule kwa sababu yule ni mtu fulani, yule si ni nani. Hamna Mungu hapo. Upendo hauwezi kubagua. Upendo unapenda mtu unconditional, pasipokuwa na reason za kibinadamu. Hiyo ndio agape love, with no condition. Na kupenda kwa sababu umeumbwa kwa sura na mfano wa Kristo. Na haya mambo ya kukosa upendo, makanisa mengi yamuumiza watu wengi, si ndio? Mwenye hela akikosea anaonywa ofisini, asiye na hela akikosea anaonywa madhabahuni. Yameumiza makanisa mengi. Mwenye hela akikosea wanakaa kimya, asiye na hela wewe wanaanza vikao, nampeleka kwenye baraza la wazee wa kanisa, akitoka hapo nampeleka hapa. Mwenye hela waambia no, ongeeni naye kwa hekima, ongeeni naye nini kwa hekima. Afu nalikuta nilizee fulani hivi lizinzi, afu limekaa katikati hapo lina hela. We HVC ujinga huo huoni. HVC ujinga ufanye nini? Huoni. Hapa kila mtu ana thamani hii moja. Ukileta ujinga tu, ninakula sahani moja na wewe pasipo kuangalia we ni nani, kwa sababu ninawapenda wote, nitawaonya wote, nitawasaidia wote. Huo ndio upendo wa kimungu, unconditional love. Upendo usiokuwa na nini, na sababu ama na kipimo ama na maslahi binafsi. Haleluya. Sasa hapo naomba kabla sijaendelea, nikikuuliza una upendo wa kimungu naongelea, uangalie kama una upendo ama hauna. Kwa sababu kama unampenda jirani yako kwa sababu yoyote ile nje ya kimungu, huna upendo. Wewe huna upendo. Sawa sawa? Wewe hauna nini? Nampenda huyo alishanilipiaga kodi, huo sio upendo wa Mungu.
Sasa nampenda huyu hapa alivyo, anapendaga zile swi nywele zake, swi tumbo lake, ama swi nini. Huo sio upendo wa kimungu. Sawa. Upendo wa kimungu unampenda kila mtu, unampenda jinsi alivyo, unambeba mtu kwa mapungufu yake, unamsaidia mtu mahali alipopotoka. Huo ndio upendo wa kimungu. Tutaangalia umuhimu wa upendo. Mnakumbuka kichwa kidogo kinasemaje? Umuhimu wa upendo katika maisha ya nani? Tuendelee kusoma. Mstari wa 3 nasema, tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Anasema hivi, kama hata nikitoa mali zangu zote. Sawa. Utoaji. Na ndio maana Mungu akasema, waambieni wana wa Israeli wanitolee nipate kuona upendo wao. Utoaji wowote lazima uwe na upendo. Amen. Kama hauna upendo si kitu. Hata ukautoa mwili wako uchomwe, kama hauna upendo sio nini? Sio kitu. Unajua hamna kitu kibaya kama kulihudumia kanisa kwa zile deliverance. Sawa. Deliverance nini? Kuwafungua watu sasa katika vifungo vyao. Sawa. Kama hauwafundishi wale wanaofunguliwa kuwa na upendo, ni kazi bure. Mahali pasipo na upendo, mapepo yakiondoka yanarudi tena kirahisi. Mahali pasipo kuwa na upendo, ukianza kung'ang'ana na mtu kumwombea na hana upendo, ni kazi bure. Lazima mtu awe na upendo. Sawa. Upendo wa wazi usiofichika, ambao hauna mipaka na hauzuiliwi na kitu. Sio upendo wa kikabila, sio upendo wa kindugu. Upendo unaotokana na sura na mfano wa Kristo, kwamba ukiwaangalia watu unamuona Kristo, unaona maagizo ya Kristo kutoka ndani yao. Haleluya. Tuendelee. Upendo huvumilia. Upendo hufanya nini? Upendo hufanya nini kanisa? Upendo hufanya nini? Sikiliza. Wewe jirani yako na madhaifu yake, sawa. Upendo ndio unaoweza kufanya mkakaa sehemu moja, kwa sababu ni lazima uwe na uvumilivu. Hivi nadhani jirani yako mkamilifu? Aliyekudanganya nani? Na ndio maana watu hawajuagi kwa nini wanaachana. Hawaachani kwa ajili ya madhaifu, wanaachana kwa ajili ya kutokuwa na upendo. Haujanielewa? Watu wanaachana kwa nini? Hawaachani kwa ajili ya nini? Ukiwa na upendo, udhaifu hauonekani, unavumilia. Angalia hata yule unayemvumilia, si yule unayempenda. Usiyempenda kani kwa upendo wa kawaida tu, usiyempenda unamvumilia? Huwezi kumvumilia, si ndivyo? Mimi kwa kweli kama ni hivyo itabidi mimi kwa kweli nitashindwa kwa kweli. Tunakuelekea huko, mimi naona kama vipi basi. Jamani, hata Mungu mwenyewe anaona. Anaona nini? Hata Mungu mwenyewe anaona. Yeye ndio anaona upendo. Tena hata usitake kujichanganya anachokiona Mungu na wewe ndio unaona hapo. Ukionyeshwa Mungu anachokiona ni tofauti na tunachokiona wanadamu. Sawa? Kwanza mimi ningekuwa Mungu, ningeanza na majambazi wote kesho hawaamki. Si ndivyo? Ningeanza na majambazi wote kesho wafanye nini? Ningekuja na matapeli wote wafanye nini? Ningefuata na wale wanaopigaga simu wale. Hello, tunakupigia kutoka M-Pesa nani si nini, taja namba yako. Kesho yake hawafanye nini wale? Lakini angalia upendo wa Mungu ulivyokuwa ajabu. Hata wale matapeli anaonyeshea mvua, anamnyeshea wema na wabaya. Huo ni upendo wa nini? Wa Mungu. Kwa ukitendewa kosa na mtu sio kusema hata Mungu mwenyewe anaona. Mungu anachokiona na unachokiona wewe ni vitu vili tofauti. Upendo wa Mungu unavyotazama vitu hauoni kosa. Na ndio maana Mungu anasamehe dhambi kwa ajili yake mwenyewe.
na Mungu anaweza kutuvumilia. Kama Mungu asingekuwa anatuvumilia, leo tungekuwa hapa? Nani angekuepo hapa? Kuanzia mimi naye hubiri hadi unayenisikia, nani angekuepo hapa sasa hivi? Hii dunia ingebaki kuwa jangwa, haina mwanadamu, kama Mungu asingekuwa anavumilia. Mungu anatuvumilia, na ndio maana tupo hivi kwa sababu ya kuvumiliwa na Mungu, si ndio? Kila wakati toba 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 toba, tunavumiliwa. Upendo huvumilia. Amen. Jirani yako huyo ni lazima ujifunze kufanya nini? Kumvumilia. Kanisa lisilojengwa kwenye misingi ya upendo ni kanisa gumu sana. Ni kanisa gumu sana kutembea na nguvu za Mungu. Kanisa hili litembee na nguvu za Mungu lazima litembee kwenye upendo. Amen. Litembee kwenye nini? Kwenye upendo. Upendo ndio unaohifadhi nguvu za Mungu ndani yako. Upendo ndio unaokufanya mapepo ya kuogope. Yaani kwa taarifa yako, mapepo yanakuogopa kwa ajili ya upendo. Upendo ukiwa nao, pepo alikusogelea linakuogopa. Haleluya. Unamwangalia jirani yako, unambeba na madhaifu yake. Can you imagine? Unaangalia jirani aliyekutendea makosa, halafu unaona kama yale makosa yangekuwa ya kwako na mtu mwingine atakubeba. Sawa sawa? Kuyabeba mapungufu ya mwenzio. That is love. Hiyo ndio agape love. Nikuulize tu swali, unaweza kumvumilia jirani yako? Unaweza kumvumilia jirani yako? Mungu akuongezee nini? Imani. Mara ngapi ulishakaa kwenye siti ya daladala, alafu mtu akakuwekea hivi kikwapa kinanuka hatari, alafu unasema taratibu unaanza kusogea mbele. Sasa kwa nini usimvumilia hapo hapo? Akasema huu ndio upendo. So unaona vile unapo escape taratibu Maana kuna watu wanakikwapa, yani ukisikiliza hivi baada ya pua kutoa nani macho anaanza kulia. Sawa sawa. Lakini unamvumilia, unasogea, unamweka pembeni. Sawa sawa. Hapa ni wangapi kwa mfano? Wangapi hapa wanapagaga mapepo, wanarusha hadi ngumi. Sawa sawa. Muda mwingine ngumi inakupata. Sinabidi umshikilie. Unabidi ufanye nini? Umshikilie. Kwa kiongozi wangu mmoja alimshinda, alipigwa ngumi mpama, akasema akarudisha, afu akashuka. Yaani ilikuwa ni tata. Hakubaliki kuonewa hata kama ni mapepo. Yaani anakuja kushtuka, ameshalipiza. Hafu tuko hivi wote, hafu tu ameshtuka. Kapiga kofi mtu. Nini maana yake? Upendo ni kitu mmoja alinijibu hapa, akasema Mungu atuongezee imani. Kwenye upendo unaweza kumwomba Mungu akusaidie. Kwa sababu upendo sio kitu kidogo. Ila watu wamezoea. Ukiwahubiria swala la upendo, watu wamefanya nini? Wamezoea. Ndio kitu kinachowauaga watu wengi kwenye mambo ya imani, ni mazoea. Ukihubiriwa somo la upendo, unaona kama vile ulishasikia imeisha. Lakini upendo sio kusikia. Upendo uko kwenye kuishi. Sawa sawa? Kusikia ulishawahi sikia. Mimi wala sisemi kwamba hujawahi sikia. Upendo sio somo jipya, lakini maisha yanaweza yakawa yanakupa changamoto, yanakuchallenge. Ili ufanye huduma, anointing iflow. Anointing ifanye nini? Iflow, lazima uwe na upendo. Sawa sawa? Uwe na nini? Yaani ukiona umenyosha mkono mtu amefunguliwa na hauna upendo, ujue uko chini ya mtu. Yaani tear off. Sawa sawa? Ukiona unamhudumia mtu namna hii hapa HVC, unamwekea mkono mtu anapona na anasema nashukuru nimepona, na ndani yako hauna upendo, ujue ulitumika kama chombo, lakini uponyaji haukuanzia kwako. Kuna mtu mmoja anaelewa? Ukitaka uwe source, uwe chanzo, yani vitu Mungu anavishushia kwako alafu vinaenda kwa wengine, kuwa na upendo. Kwa sababu hizi huduma zinahitaji upendo. Unakaa unamvumilia mtu, upendo huvumilia. Muda mwingine unakaa namna hii, mtu anaongea mara 2 mara 3, upendo unafanya nini? Unavumilia. Mtu anaweza akaja akaanza kueleza shida, wala anaongea anachepuka.
unabidi uanze kumrudisha kwa upendo. Yaani mimi baba, yani kwa mfano hapa tumbo, yani kwa mfano tumbo, unajua wale, unakumbukaga wale watu ambao wanaumwaga sana, halafu sasa kwa mfano hata kule Muhimbili, yani ameshachepuka hapo, alianza na tumbo lake kashahamia tumbo la mwingine, sawa sawa. Inabidi kwa upendo umrudisha aendelee na kuongelea nini tumbo lake. Lazima wewe una upendo, la sivyo utachukia hizi kazi. Una upendo huwezi kufanya kazi ya huduma. Huwezi fanya. Jicho la mtu mwenye upendo ni tofauti na jicho la mtu ambaye hana upendo. Na ndio maana kataa kuwa rafiki na mtu ambaye hana upendo. Atakukengeusha. Atafanya nini? Kigezo cha kwamba huyu ni rafiki yako ama sio rafiki yako, angalia, je, ana upendo wa kimungu? Ana upendo wa kimungu? Na hii kitu watu wengi wamekuwa wanapuuzia. Tukisema oana na mtu aliyeokoka anayempenda Mungu, aanze kwanza, kigezo cha kwanza kumpenda Mungu, ndio uanze kuona kama wewe anaweza kukufaa. Kwa sababu akishampenda Mungu, ule upendo wa Mungu ulio ndani yake utafanya akuvumilie. Utafanya nini? Sasa kama umeenda kusema bwana mimi sitaki naoana na mtu yeyote ambaye hamjui Mungu, ndani yake hana upendo wa kimungu, unakuwa naye leo, kesho kwa kitu kadogo tu kashaachana na wewe, kwa sababu hawezi kukuvumilia. Kuna nyakati mimi naonaga watu wanapopata shida kuacha wale watu wenye upendo wa Mungu ndani. Watu wenye upendo wa Mungu ndani wanapataga shida sana kuachana kwenye mahusiano. Hata kumwacha kinafanyaje? Nitakumwacha, nikimwacha atajisikia vibaya, nikimwacha atalia, basi anaendelea naye kwa hivyo. Kwa sababu gani? Anatamani kumwacha, lakini upendo wa Mungu wa ndani hamfai, lakini anaona nikimwacha atajisikiaje. Sajabu mpo hapa wengine mlipata shida sana kuachana. Uongo kweli? Na ambaye hajajibu huyo ndio mtaalamu. Ogopa sana mtu anayekaa kimya. Inakukuta unapata shida kumwacha mtu, si ndivyo? Waza nikimwacha atajisikiaje? Alafu unaona kama akiumia. Na muda mwingine kuna watu wale ambao anamwacha fakilia siku mbili, basi turudiane. Lakini sio kwamba anampenda, ule upendo wa kimapenzi. Yani kuna upendo kwa Mungu kako humo ndani, hapendi kuona mwenzie anaumia. Anasema basi tufanye nini? Turudiane. Lakini akirudi anasema Mungu wangu, siwezi kuishi naye, lakini nitafanyaje? Ujue huyo upendo wa kimapenzi hana, yule kimahaba, lakini upo upendo wa kimungu. Kwa anapata kushindwa kuachana naye. Inaanza kumtesa. Akilia kidogo tu basi njoo yaishe basi. Ni upendo wa kimungu. Sasa hiyo kitu imewatesa watu wengi kwa sababu ya ule upendo wa ndani. Amen. Kutana na mtu ambaye hana upendo wa Mungu sasa. Yaani anakuacha. Yaani hujielewi umeachwa ama hujaachwa. Yaani wewe mwenyewe umevurugwa. Na yeye yuko sawa tu. Umenielewa? Au ndio yule ambaye anaita marafiki zako kukusanyika, ndio anakuacha pale. Anakuacha pale. Au wale ambao zamani tulikuwa tunaandikiana vibarua wale. Unamwambia mtu umeachana naye, unamsindikizia na wimbo wa kumwacha. Hao ni mapenzi ya kizamani, nyinyi hamwezi kuyajua. Yale ya barua yale. Kuanzia leo mimi na wewe basi. Alafu namwandikia na wimbo pale chini, ambao akiusikia huo unamsindikiza kumwacha. Yaani hamnaga upendo hapa, yaani hamna mtu anajisikia yani. Wewe ndio utajua utajisikiaje mbele ya safari. Hata uliyeusimia na kupepea ukiamka ambaye endelea. Maana yake nini? Hamna upendo. Lakini upendo wa Mungu unavumilia. Upendo wa Mungu unafanya nini? Utanielewa sababu nyinyi mabinti na nyinyi vijana wa kiume, kwa nini unatakiwa uoane na mtu mwenye anampenda Mungu. Kwa nini ukioana na mtu anampenda Mungu? Sio kwamba mkutane mbinguni. Huyo upendo wake wa kumpenda Mungu una faida yako kuwa naye hapa duniani. Kwa sababu ule upendo wa Mungu ndio utakomfanya akuvumilie. Kwa sababu hujakamilika.
Kinachomfanya mtu akuvumilie ni nini? Ni upendo wa Mungu, sio upendo wa kwako. Upendo wa nini? Wa Mungu. Kwa sababu ule upendo wa kimapenzi leo upo, kesho haupo, lakini upendo wa Mungu ukiwa nao utamshikilia mtu mpaka mwisho. Haleluya. Tunaelewana vizuri? Upendo huvumilia. Tuendelee. Hufadhili. Upendo hufanya nini? Upendo hufadhili. Mnajua maana ya kufadhili Unajua kanisa likikosa upendo linakuwa halina fadhila, halina kumfadhili mwenzie. Mtu anaishiwa hana nauli, mtu amekaa hapo ana njaa, unaona kabisa, unamchungulia, unajua huyu hana chakula, halafu unaenda unakula chips kule peke yako, halafu ukirudi unanaa mikono na mwambie uko kwenye mfungo, akamwambia sijafunga, na bado okay, unaenda na mambo yako. Hamna upendo. Upendo unafadhili. Shilingi 5,000, shilingi 2,000 ni nini? Kwa nini kama wewe umeenda kununua chips unamwangana namna twende tukanywe chips, tukale wote chips. Akifika pale unamnunulia chips. Ni upendo. Unafadhili. Kufadhili. Haleluya. Chips, soda kitu gani? Soda huko peke yako, yani soda unashinda hata kumpa mwenzio. Unaacha tu kunywa wote. Ndio maana gesi zinaweza kukaba ukafa. Kwa sababu gani? Huna fadhili. Unashindwa nini kumpa na mwenzio? Upendo na fadhili. Kanisa lenye upendo huwa linafadhiliana lenyewe kwa lenyewe. Haleluya. Ufadhili. Fadhilianeni nyinyi kwa nyinyi. Mpaka najiuliza kwa nini lugha za migawanyo? Wamama. Wamama si niwaache. Wamama hata kama namaliza mwaka na wao, ngoja niwaache. Wamama ni safari wa mama. Wamama mbona safari kama mmejichanganya? Mbona kila wakati nawataja nyie? Unajua tofauti ya wababa, niwapeni tofauti ya wababa wa Sinza. Sisi wababa wa Sinza, wamama wa Sinza. Nisitolee wamama wote wala nisitolee wababa wote, na watolea wababa wa hapa tu. Sawa sawa. Wababa wa hapa walienda mlima. Walipofika kule wakala, mlikula nini? Mlioda kuku, makange ya kuku na nini sijui. Ndivyo? Sawa. Niliambiwa na wao wenyewe. Sawa. Wakawa nasema hivi, sisi tuliona sio vyema wenzetu wasile makange, sisi tunakula wote. Sasa kwa mwenye hela akamfadhili asiye na hela, ila wakaonekana wababa wote wameagiza makange. Si kweli kwamba wote walikuwa wana hela, na sitaki kusema ni nani kwa sababu hayo ni mambo ambayo nimesemewa na wao. Sikiliza sasa wamama. Sikiliza wamama. Yaani wamama walikuwa na chakula cha shilingi 3,000 mwenye 3,000, 6,000 mwenye 6,000, 7,000 mwenye 7,000. Mbona vurugu nyingi huko? Mwenye 7,000 atakula. Mwenye 8,000 atakula. Hivi nyinyi wamama nyinyi, mbona mnataka kunivuruga mwaka huu? Ninaomba tunavovuka mwaka huu wamama wote mniache. Sasa hebu wamama naomba mkae mguu sawa. Mmenivuruga. Mwaka huu. Wamama wana mambo mengi. Lakini naomba mnifanye nisiwaongelee tena mwakani, sawa? Maana mna vituko. Mna vituko. Hivi mlishindwa nini mwenye 50,000 akampe mwenye 5,000 ili wote mle chakula kimoja? Mlishindwa nini?
Mlishindwa nini nyinyi wa mama, nyinyi na vituko vyenu? Kwa mwingine anakula chai pale na kakikombe, mwingine wana hela hao. Sasa ni ukweli, mimi sibishi, ni ukweli, lakini niwaambieni, mimi nawafundisheni kitu kimoja kitawasaidia next time. Sawa? Mimi naelewa mazingira mnayoyapitia. Kuna wamama pia wakorofi. Yaani ana hela lakini hatoi. Umenielewa? Ana hela lakini afanye nini? Hatoi. Na ndio kitu wafanya wamama waseme, yeye ana hela. Hapana, mwenye hela atakula, asiye na hela shauri lake. Sikia. Ni ukweli na inaudhi sana pale ambapo mnakuwa mpo kwenye community moja, mnapanga kitu kimoja, afu kuna wengine wabahili, afu wengine wanene. Lakini ni kuhakikishie, changanya masomo. Changanya nini? Masomo. Changanya upendo, lakini changanya roho ya utajiri. Roho ya utajiri inatoa na inazidishiwa. Niwafundisheni next time. Sawa? Mimi naelewa na sitaki niwapinge, lakini nawakosoa kwa habari ya upendo. Sawa? Kweli umevumilia, unakanda na mwenzako amekaa pale na kuangalia na kuna wengine hana kusindikiza na nani kama paka na kule. Sasa mimi nawafundisheni, ninawaambia kabisa, ninajua kweli kuna wengine wanaudhi kwa sababu ya ubahili. Sawa? Na najua mlifanya hivyo wamama si unajua mambo yao. Wamama ni wazee wana mambo mengi. Sasa nawafundisheni, nyinyi ni watoto wangu, lazima niwakosoe. Nikikaa kimya nitakuwa siwajengi, au? Nikiwakalia kimya afu na next time tena tuone mwingine anakula mlenda, mwingine anakula nani. Halafu wa baba wanawafundisha namna ya kuishi kwa upendo. Ishini kwa upendo. Sawa? Yule atakaye kuwa bahili anaficha hela zake, nyinyi mtoleeni, ndio roho ya utajiri. Mtabarikiwa. Na yule asiyetoa ataaibika. Sawa? Hawezi kufanikiwa kwa sababu wenzako wanapokutolea wanabeba baraka zako. Mnakumbuka nasema huu ni mwaka wa kubeba baraka za wajinga. Mnakumbuka? Baraka za wajinga ni nini? Mtu ambaye ana hela amezibania. Nyinyi sikilizeni, mpeni fadhila kwa upendo. Sawa? Mkisema mwanzo kuchunguzana, kuna wengine pia ninyi mnaweza mkaona wana hela kwa ajili ya appearance zao. Hata mimi zamani nilikuwa najua mtu yote mweupe ana hela. Umenielewa? Umenielewa? Hapo nilikuwa najua ni weusi hamna hela kabisa. Umenielewa? Na kipindi hicho na mimi ni mweusi na hela sina. Kwa hiyo nikijumlisha na wenzangu najua hii ni balala watu wote weusi. Umenielewa? Kumbe sio hivyo. Kuna weupe wanapitia majaribu. Haleluya. Unaweza kama mweupe, kwa mimi nilikuwa na ujinga huo. Umenielewa? Sasa nini maana yake? Kuna wengine ukiwaangalia hivi unaweza kuona wana hela, lakini mchungaji ndo anajua kwamba mtu anapitia jaribu gani. Umenielewa? Kwa nyinyi, kwa kuwa nyinyi mnaangaliana kwa appearance ya nje, ni rahisi kusema huyu hajatoa, amebana, anazo. Sawa? Lakini mchungaji ndo anajua kwamba ule mtu analindwa na muonekano, analindwa na mavazi. Sawa? Kwa hiyo muda mwingine chukulianeni kama ilivyo. Acheni upendo utawale. Ruhusu upendo uchukue nafasi. Ili upendo ukichukua nafasi, mtafadhiliana. Asiye nacho anampa mwenye nacho. Wewe usiye ambaye umepewa, kama umebana za kwako, inamaanisha unauza uzaliwa wako. Umenielewa? Unapeleka ile fedha kwa mtu mwingine. Fadhili. Jifunze kufadhili. Wapendwa, tunaelewana vizuri? Wamama, msinikasirikie, mimi ni baba yenu na wafundisha. Nisipowafundisha haiwezi kuzaa matunda. Tumeelewana? Kwa hizo stories za mwingine 5 mwingine, hebu zimalizeni. Mmenielewa watu? Mkazimalize. Mwenye nacho afu mkubaliana. Unajua upendo unamsikiliza mtu, sawa? Upendo unamsikiliza mtu kwamba jamani mwenzenu sina. Msikilize. Sio mnambana unazo hamna wewe. Hamna. Sasa huo sio upendo. Tumeelewana? Upendo unamsikiliza mwenzio. We kama unazo, kama hauna mbona umesuka? Sasa hivi ni ukweli kwamba mtu akiwa hana na maisha sisuke? Sawa?
Hata mimi ningekuwa na hela ya mwisho wa kumalizia ningeenda kunyoa. Ili mnyoo wangu unisukume, watu wakiona waone pana matumaini. Kwa sasa msihukumiane kwa mionekano. Upendo unavumilia, unafadhili. Halo, tumepata wafadhili hapa? Kwani nyinyi wa baba inabidi sasa tufanye hivi, wa baba na wa mama, hebu kaeni na nyinyi mna vikao vya pamoja. Tukae. Nimeshagundua hapa ni kanisa moja, lakini kama kuna kama mashariki na magharibi fulani hivi, tukae tujadili. Nyinyi mnafanyaje? Nyinyi wa baba mnaweza vipi? Sawa sawa. Nyinyi mnabebana vipi? Hivi najua yawezekana Mungu amekupa wewe milioni leo ni sababu ya kwamba ili umsaidie na huyu. Sio kila hela inayoingia kwako ni ya kwako. Mungu ametufanya tuwe madaraja. Mungu ametufanya tuwe baraka. Mungu akamwambia nitakubariki Ibrahimu ili na wewe ufanyike kuwa baraka kwa watu wengine. Kwa kuna nyakati tunazipoteza kwa sababu tumekataa kuwa madaraja. Sikija tunaona za kwetu tunashindwa kufadhili. Wabahili na wakwaza. Tunaelewana? Mwambie basi jirani, Mungu anapokubariki haimaanishi wewe una juhudi kuliko mimi. Kuna nyakati Mungu anakubariki wewe kwa ajili yangu. Yamkini kuna baraka Mungu amezipitisha kwako. Ukijifunza kuzileta hizo baraka kwangu, utafanyika daraja zaidi na hautakaukiwa. Jifunze kuwa nini? Daraja. Kati ya mtu ambaye pia alionaga fedha sio kitu, basi ni mimi. Na Mungu amenionyesha kwa dhahiri kwamba fedha sio kitu kwenye maisha ila upendo. Na ndio maana nikiwa nacho sioni shida kukupa. Ukiona nakwambia sina saizi nilikuwa nacho nimempa na mwingine, sioni shida. Ndio maana nikitoa huwa vinakuja, ni kanuni. Ukiweza kanuni umeshinda. Maisha ya rohoni ni kanuni. Mwambie jirani yako maisha ya roho yanaendeshwa kwa kanuni. Kanuni ya kupokea iko kwenye kutoa. Usipotoa unaharibu kupokea. Kwa jifunze kufadhili. Mwambie jirani yako jifunze kufadhili. Mungu akikupa amemaanisha na kwa ajili ya mtu mwingine pia. Haleluya. Waulize wale ambao wao wanazishikilia. Barikiwe sana. Waulize wale ambao wao wanazishikilia hela zao, wanazipigia mahesabu. Wewe usitoe. Wewe itajua. Waonage wanavyoishiwaga. Wakiishiwa huwa hawapatagi tena. Naongea uongo kweli? Ukiona umeishiwa na haupati tena, ujue ulikosea kanuni ya kutoa. Come on, mimi nakufundisha vitu vikubwa sana. Shika hiyo. Ukiona umeishiwa kabisa ni pia. Ujue kuna mahali ulikosea kwenye kanuni ya nini? Ya kutoa. Ndio maana imeathiriwa hali ya upokeaji wako. Sawa sawa? Mwambie jirani yako hali ya utoaji wako itaenda kuathiri hali ya upokeaji wako. Tuko sawa sawa? Upendo unafadhili. Lazima ujue kufadhili. Hapa tutakiwi kuishi kwa shida. Kuna mwingine anacho, kuna mwingine hana. Tujifunze kufadhili. Sawa sawa? Na kabla hujaoa ama kuolewa, angalia kama mke unayemuoa ama ni bahili ama sio bahili. Kama hajui kufadhili, achana naye, atakutesa huyo. Hajui kufadhili, atakutesa. Mimi nakwambia atakutesa. Atakufanya muda mwingine hata usifike mbinguni. Kwa sababu atakubana hata kazi ya Mungu usisukume. Ukitaka kumpa jirani yako ambaye anapitia shida, ataona kama vile utani hivyo. Mungu akupe anayefadhili.
Mambo ni mengi, vijana wanapambana. Sawa, unakuta mtu yani, angalia, kama mtu kimwangalia, watu wengi hawajui wakati wa uchumba. Wakati wa uchumba kuna vitu vingi vya kuangalia vya kiroho kuliko hata vya kimwili. Vingi vya kiroho. Unamwangalia mtu katika roho. Je, huyu anampenda Mungu? Ndio kitu cha kwanza cha kuangalia kwenye uchumba. Mtu anakuja ataambia, baba mimi huyu ameniambia nataka kunioa. Hivi nikae naye muda gani kwenye uchumba? Nikae naye muda gani? Yeye anajua uchumba ni muda. Uchumba hauendi kwa muda tu. Uchumba unaenda kwa ukamilifu wa kuhakiki kama ni mtu sahihi kwako. Angalia namna gani anampenda Mungu. That's number one. Angalia namna gani anampenda Mungu. Angalia anafadhili vipi. Angalia, je, ni mwepesi wa kufadhili kazi ya Mungu? Ni mwepesi wa kufadhili maisha yako na maisha ya ndugu zake na maisha ya ndugu zako? Ukiona hawezi kufadhili hata ndugu zake, achana naye. Ukiona anashindwa kufadhili ndugu wa ndugu zako, hawezi akafadhili ndugu zako, achana naye. Na mtu wa namna hiyo umemwoa maskini forever. Mtu asiyeweza kufadhili ni maskini forever. Yaani kama nataka kujua umeolewa na tajiri ama na maskini, usiangalia alichonacho mfukoni ama alichonacho benki. Angalia wepesi wake wa kufanya nini? Wa kutoa. Wepesi wa kufadhili. Jamani mwenzenu sina kodi ya nyumba. Kodi shingapi? Kodi ni shilingi 20,000. Alafu anataka miezi mitatu. Alafu najikuta ni shilingi 60,000. Shilingi 60,000 kwako ni hela ambayo unakula siku moja. Kwa nini usimpe mtu shilingi 60,000? Unasema hawa watu watazoea sana hawa. Ukianza kuwapa hivyo watazoea sana. Kwaona Mungu aliyekupa amezoea sana. Mungu aliyekupa naye amezoea. Ana mazoea mabaya kukupa, si ndivyo? Anakupa ili wewe ufanyike kwa baraka. Kama mtu anadaiwa shilingi 60,000 ya kodi ya nyumba, kwa nini usiitoe? Shilingi 60,000 kitu gani? Mpe, mwambie nenda kalipe kodi. Leo usimpe na kodi, unampa na kodi, unampa na kianzio. Maana anaweza kafika kalala chini hana chakula. Unamnunulia na kinanicha kilo 10, unamnunulia sio na vidudu, mfadhili anambia nenda na hivi utakula, afa pambana. Hapo baadaye unaanza kumjenga sasa namna ya yeye kuweza na yeye kupambana ili asiwe tegemezi kila siku. Lakini usianze kumsimanga mtu kwa ana njaa. Mpe chipsi ashibe, akishashiba achana kwanza sikio chipsi zishi. Sio wakati tunakula anambia kula. Tulishakwambia mbona mnafanyaga kazi. Sasa jamani. Paka anatamani zicheue. Uwe na hekima namna ya kumsaidia mtu. Sawa sawa? Msaidie mtu kwa hekima, ndio upendo. Upendo unaweza kuhifadhi mtu. Come on. Kabla anaelewa. Upendo lazima mtu akufadhili, unafadhili. Yaani hii ni somo ambalo ni zaidi ya kwanza kuwekeana mikono na kukemea mapepo. Kama mnamkemea mapepo mtu ambaye hana upendo, ni mnachoshana tu na kupotezeana muda. Muombe mtu mwenye upendo, uone jinsi mapepo yanavyowika haraka na kukimbia na yarudi tena. Yakirudi anakuta upendo, anakaa mbali. Hawezi kukaa mahali penye upendo, kwa sababu upendo ni Mungu mwenyewe. Ukiwa na upendo ndani yako, inamaanisha umekiketisha kiti cha enzi kwenye maisha yako. Ukiwa na upendo umekiketisha nini? Kiti cha enzi umekiketisha kwenye maisha yako. Kila viti vya mapepo vinapinduliwa. Na ndio maana watu wenye upendo ni ngumu sana kulogeka. I'm telling you. Mtu anakuja na shilingi 5,000 unashindwa kumpa. 5,000, 2,000, mfadhili mtu. Usio mtu wa mahesabu. Niliwaambia nikawafundisha akasema ondoa vipimo ili upokee. Ukiweka vipimo utapokea kwa nini? Kwa sehemu na kwa kipimo. Ukiondoa vipimo na wewe unapokea pasipo vipimo. Endelea kufadhili. Haleluya. Endelea kufanya nini? Mwambie jirani yako ukitaka uwe tajiri, jifunze kufadhili. Wanaofadhili hawajawahi ishiwa. Wanaofadhili hawajawahi fanya nini? Hajaishiwa. Uliza, hamna. Mimi nakwambia, mimi ninajua, nimeishi maisha hayo naelewa. Hakuna mtu anayefadhili afa kaishiwa. Lakini ukitaka utembee maisha ya maskini,
uwe mtu ambaye huwezi mfadhili mtu. Yaani mpaka umfadhili mtu mpaka usikie mama yako, mama nakuletea sasa hivi, baba nakuletea sasa hivi. Na unamtuma mtu hizi hela hizi mpelekee baba, naomba zifike kama zilivyo. Sawa, ndio. Hata anayepeleka umwambie sasa peleka na hizi na wewe shika 5 ya kula njiani. Ndio maana huwa zinapoteaga muda mwingine njiani. Sio kama zinapotea mtu anaamua ngoja nisipoteze. Haleluya. Upendo ufanya nini? Ufadhili. Upendo ufanya nini tena hapa? Hausudu. Upendo ufanya nini? Hausudu. Watu wanalia na husuda, chuki. Yaani mtu anakuja kumuelezea mtu husuda, chuki. Mtu mmoja anakuja sasa, baba mimi naona either mimi niondoke ama mtu fulani aondoke, chagua. Sasa mimi naambia wewe ndio uondoke. Yaani sio kwamba ni haraka. Yaani tunasema tu kwa mfano, sio kwa mfano, ondoka. Roho chafu na husuda. Kwa ulitaka nimwambie mwingine aondoke ubaki. Sikia nikwambie, yoyote atakaye kushinda hapa mwache, niachie mimi. Sawa? Wewe chagua unayemweza. Haujanielewa? Anayekushinda niachie na wewe, chagua. Ukiona huyu rafiki mbaya kimbia, njoo kwa huyu. Sasa huyu niachie mimi. Mimi namweza. Bwana amenipa mafuta, ndio maana naitwa mchungaji. Ninadili na watu wote waliopona na wagonjwa. Sasa mimi nadili na watu ambao unaona hapa wamekaa hivi. Kuna wengine hapa wamekaa hivi anakuja kuambia baba, yani mimi bado kuna kitu fulani sijapona. Naambia usiwe na wasiwasi mwanangu, utapona. Hebu tuombe. Alafu kesho anakuja kuambia baba, yani jana ulivyotoka kuomba, yani ni kama nusu saa, baada ya nusu saa nikarudi. Naambia usiwe na wasiwasi. Unaenda naye hata miezi 6. Sikia zikivuja sasa. Zikimvujia mtu mwingine anaanza, kanisa lina wazinzi hili lina wazinzi hili. Sikia. Wewe chagua ambaye sio mzinzi, ambatana na mzinzi. Niachie mimi mchungaji. Bwana amenipa mafuta hayo. Sawa. Kwa hiyo upendo unaondoa husuda. Ukitaka kumjua mtu hana upendo, mwambie, muone anavyomuelezea mtu mwingine. Hivi mnaonaje hivi yule pale? Hapana, mimi kwa kweli yule hapana. Mimi yani ndani yangu huko kumekataa. Wewe kumekataa, wewe nani? Who are you? Wewe nyinyi msinitafutie shida. Silete matatizo. Huko ndani kumefanya nini? Kumekataa. Wewe kuna kataaje ndani? Wewe unakataaje huko ndani? Wewe ni nani wa kuwakataa watu ndani? Wewe ni nani wa kuwakataa? Ngoja niongee kwa Kiswahili. Wewe ni nani wa kuwakataa? Kama Mungu amemkubali, wewe ni nani wa kumkataa? Unamkataaje mtu? Namwambia ni mimi huyo ndani huko kumekataa. Ujua ukisema kuna mtu ndani huko amekataa, wewe ni adui wa Mungu. Wewe umetokana na mbegu ya adui. Ndani yako hakuna mbegu ya Mungu. Ukiona ndani kuna kumkataa mtu, ndani kuna kumkataa. Sikia nikwambie, mbegu ya Mungu iko hivi. Mwanadamu alivyotenda dhambi pale Eden, Mungu alivyomkataa, Mungu hakuwahi kuwa na amani. Mnanielewa vizuri? Hakuwahi kuwa na nini? Na ndio maana ni yeye mwenyewe aliyeenda kufanya upatanisho. Akasema nitaenda kupatana na mwanadamu. Na ndio maana Yesu anapewa jina, kwa sababu alimnunulia Mungu watu wa kila lugha, wa kila kabila, ili awarejee kwake yeye aliyewaumba. Na ndio maana sasa kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amini asipotee bali awe na uzima wa milele. Anasema alitupenda tungali wenye dhambi. Sasa wewe ni nani wa kumkataa mtu? Wewe ni nani wa kusema huko ndani mimi mtu fulani hivi kumekataa kabisa? Huko ndani mimi kwa kweli huyu mtu huko ndani kama mimi si huko ndani. Huko ndani kwako kutoka kwa shetani, pango la shetani hilo.
Ukiona ndani kwako nakataa watu, ndani kwako ni pango la nani? La shetani. Mungu alitupenda tungali wenye dhambi. Wewe ni nani wa kuwakataa watu ndani yako? Ujue ndani yako ni sinagogi la shetani. Halo? Mwenye masikio na apone kabisa. Usimkatae mtu ndani. Mimi nilikuwa rafiki yangu lakini sasa naona bora basi mimi huko ndani, huko hapana, mimi huko ndani. Hiyo neno huko ndani ni wapi? Kwani mnavyosemaga huko ndani ni wapi huko? Huko ndani ni wapi? Tukikupasua tunakuona huko ndani, ni wapi huko ndani? Kama sio kuzimu ni wapi? Sikia nikwambie, kila aliyezaliwa na Kristo ana upendo. Kila aliyezaliwa na Kristo ana nini? Na ndani yake hakuna hila. Ndani yako hakuna nini? Anampenda kila mtu, anamzungumzia vyema kila mtu, anamuona kila mmoja ni bora kuliko nafsi yake. Ndio upendo. Husuda. Kanisa lisipokuwa na upendo zinajaa husuda. Unajikuta watu wanatembea kwa makundi. Mimi hawa ndio rafiki zangu. Hawa ndio nini? Hawa mimi ndio rafiki zangu. Unatenda wema kwa watu fulani. Yaani ile saiko yako ndio inayonufaika na wewe. Alafu unasema wewe ni wa Mungu, wewe haujatokana na Mungu. Sawa sawa? Usijisikie vibaya ninavyoongea hivi. Nilipewa mamlaka ya kukemea. Sawa sawa? Hili nalikemea kwa moyo wote kabisa. Ukiona ndani yako na wewe unakakundi fulani, unakasaiko fulani, hujatokana na Mungu. Hujatokana na nani? Na Mungu. Tamani kuwa rafiki wa kila mtu. Sawa sawa? Mchukulie mtu, ukiona huyu mtu hawezi anakuvuta, unakaa mbali kidogo, lakini usimchukie. Usifanye nini? Usimchukie. Ipo siku naye atapona. Hata wewe ulikuwa hivyo hivyo, ni kwa neema ya Bwana huko hivyo. Chukulianeni nyinyi kwa ninyi. Kila mtu abebe udhaifu wa mwenzie. Haleluya. Hatujakamilika. Bwana anatukamilisha kila siku. Wazungu wanasema sanctification is a process. Umenielewa? Ni process, ni mchakato. Amen. Hata sisi tunaohubiri hatukuzaliwa na kwanza kuhubiri. Tulikuwa wabaya, Mungu akatutengeneza tukawa wema. Leo anatutumia. Hata Sauli alikuwa mbaya lakini baadaye akawa Paulo. Hata huyo mvumilie, atakuja kwa mtu mwema, atakusaidia. Haleluya. Kwa comment zako zimbebe Mungu na tuone upendo. Amen. Endelea. Upendo hautakabari. Endelea. Haujivuni. Haukosi kuwa na adabu. Haukosi kuwa na adabu. Angalia, upendo hautakabari, upendo haujivuni, haukosi kuwa na adabu. Mtu mwenye upendo ana heshima. Amen. Ana adabu. Ukimpenda mtu cha kwanza unamheshimu. Amen. Ukimpenda unafanya nini? Ukiona mdharau mtu ujue hujamheshimu. Ukimheshimu utampenda. Na ndio maana baba zetu na mama zetu tunawaheshimu kwa sababu tunafanya nini? Kwa sababu tunawapenda. Haleluya. Haujivuni. Maana yake kujivuna maana yake nini? Kujivuna ni kujiona we bora kuliko wengine. Sawa sawa? Lakini ukiwa na upendo unawaona wenzako ni bora kama ulivyo wewe ama zaidi yako. Sawa sawa? Wakisema nani hapa wako vizuri kwenye kitu fulani? Unasema hapa wako wengi. Unaweza ukachukua. Sio uanze na mimi. Haleluya. Upendo ufanye tena? Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Upendo hauhesabu mabaya. Haleluya. Hauhesabu mabaya upendo. Ukiwa unahesabu mabaya, unaona mabaya. Mabaya ndio unaambatana nayo. Ujue pana changamoto hapo ya upendo. Haleluya. Ukiwa na upendo utatamani kumrekebisha mtu kila wakati, lakini huhesabu kwamba yale ni mabaya. Amen. Haimaanishi kwamba usimrekebishe mtu. Eti na ukimrekebisha unasema wewe huna upendo, unaona umeliona baya. Jamani,
Kama haupaki deodorant, nikikwambia upake deodorant ni kutokuwa na upendo? Sina kurekebisha, si ndio? Lakini siuoni kama ni ubaya, ila nakurekebisha kwa upendo. Upendo hauhesabu mabaya, hauweki records za kwamba mtu ni mbaya, ila unatamani kumrekebisha kila siku ili awe mzuri, lakini you don't keep the records ya kwamba huyu ni mtu mbaya. Unarekebisha ili awe mzuri kila siku. Amen. Endelea. Haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Haufurahi udhalimu, hufurahi pamoja na nini? Na kweli. Endelea. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, na hustahimili yote. Endelea kusoma. Upendo haupungui neno wakati wowote. Rudia tena. Upendo haupungui neno wakati wowote. Bali ukiwapo unabii utabatilika. Uwapo unabii utafanya nini? Zikiwapo lugha zitakoma. Zikiwapo lugha zitafanya nini? Yakiwapo maarifa yatabatilika. Sasa ninaomba ushikilie hayo matatu. Lugha, unabii, maarifa. Inaongelea vipawa na karama ndani ya mtu. Sawa sawa? Vipawa na karama ndani ya mtu vinasukumwa na upendo. Tunaelewana? Vipawa na karama na huduma ndani ya mtu nasukumwa na nini? Na upendo. Na ndio maana unaweza kukuta mtu katika kanisa, sawa, watu wako pale kwa ajili ya upendo tu. Sio kwamba pale bana mambo makubwa, kwa ajili ya upendo tu. Kwa sababu upendo ni kitu ambacho watu wanakikosa, si ndivyo? Upendo ni kama uhitaji. Sasa endapo kama ndani yako una huduma halafu hauna upendo, zile huduma huwa zinapoteza mvuto. Ikiwa kuna unabii unapoteza nini? Mimi nimeshakaa kwenye huduma ambazo unakuta kweli mtu ana huduma, lakini anavyoiendesha haendeshi kwa upendo. Haendeshi kwa upendo. Mtu anaona, na ndio maana mimi huwa nasimama sana kwa watu wanaona. Naambia ukiona usiongee kila kitu. Ukitaka kuendelea kuona unaongea sana, sawa sawa. Ongea mambo mengine lakini usiongee vile unavyoviona. Muulize Mungu, hichi niseme ama nisiseme? Mimi kuna nabii mmoja alikuja, anaongea kila kitu. Kila kitu anachokiona anaongea. Nikasema huyu nabii wa wapi huyu? Kama swala la unabii hata Mungu anatutumia na sisi wengine, lakini mbona sisi huyu Mungu ni Mungu namna gani anizuie mimi na kunipa maadili, halafu ampe mtu mwingine namna anaongea anachojisikia. Mnakumbuka nilipopata shida kumuongelesha yule mama aliyekuwa na bedwet. Sasa ninamuona halafu nashindwa kumwambia. Sawa. Halafu baada ya kumuona nikasema hapa kutokana na ile, nikasema kuna mama anapitia changamoto hii na hii. Namuona lakini sikumwambia. Natoka tu ananiambia, baba, ni mimi uliokuwa unaniambia. Na baada ya kumwombea akasema amepona. Mpaka siku alipoamua mwenyewe kuja kufanya nini? Kutoa ushuhuda. Kwa sababu gani? Ni kitu ambacho mpaka mtu mwenyewe aone amani. Sasa mtu anakuja anaweza kashangaa, najua kujua kitandani kuna kusumbua. Sasa namna hii mtu inampa shida, umenielewa? Inampa shida. Ni kweli ni karama Mungu ananisemesha, lakini namna gani unasema kwa stahili hiyo? Kwa sababu si watu wote wanapata. Kuna watu wakiwa tu kwenye zile mida yao, ikizidi tu hata kusema hata anaogopa, anaona aibu, anakuja ofisini. Ukimwombea akipona, hasa mchungaji, naomba nimwambie Mungu asante hapa. Sina ujasiri wa kwenda hapa, naambia usiwe na wasiwasi. Okay, utapata ujasiri. Huwezi kuambia no, lazima uende. Sasa ni adhabu. Sawa. Mpaka mtu apate amani, yeye mwenyewe ajisikie kwenda wapi, lazima hivi vitu viwe operated kwa upendo. Sasa mtu anakuja tu. Alikuja akaanza kusema, I know you are HIV positive. God will give you hope. Okay? And ndio ameshapita hapo, hakumbuki tayari
tayari amemdisclose mwenzie kwenye kesi ambayo ilikuwa ni siri yake, hakuwa na amani ya kwenda kuisema. Sawa sawa, yeye anaenda tu kusema, hajali kwamba yule mtu baada ya pale atakuwa anajisikiaje. Huduma ya namna hiyo, kama ni unabii bila upendo, kama ni karama, ni vipawa, vitakufa. Huwa havisimami miaka yote. Huwa inafikia kipindi Mungu anakuacha, baadaye akichoka na wewe anafanya nini? Anafunga macho yako, unakuwa huoni. Sio, umeelewa? Ninaongea hivyo kwa sababu najua hapa katikati yetu kuna watu Mungu atawainua huduma. Kuna watu watakuwa manabii hapa, kuna wengine watapata huduma ya uchungaji, kuna wengine watapata huduma ya uinjilisti. Jifunze sana kufanya huduma yako huku kilinda mioyo ya wengine. Unapofanya huku nalinda mioyo ya wengine, kwa Mungu unahesabiwa kwamba wewe una upendo. Mimi niliwaambia kanuni yangu. Nikaambia ukiona umeletwa hapa madhabahuni umetaka. Ukiona umeletwa hapa madhabahuni umefanya nini? Lakini lazima nitakuita ofisini mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu ndio nakuleta. Lakini hivi labda ni kitu ambacho kimetokea kwenye public, hicho nitamalizia kwenye public. Lakini kesi yako wewe mpaka ukiona imekuja hapa, kweli wewe umejitakia. Wewe umefanya nini? Umejitakia. Sawa sawa. Kwa hiyo lazima ujue kama karama zitakufa, kama kila kitu kitafanya nini? Malizia haraka twende. Upendo haupungui neno wakati wote, bali ikiwapo nabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwamo maarifa yatabatilika. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabatilika. Nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Asante. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Asante. Tunaona lililo kuu katika yote ni upendo. Sawa sawa? Nataka nikuulize swali moja. Unayo rekodi ya mtu yoyote ile iliyo mbaya? Unayo rekodi yoyote? Sikia, wakati naendelea nifungulie Yohana sura ya 13 mstari wa 34 na 35. Amri mpya nawapa, mpendane. Amri mpya nawapa, mpendane. Mpendane, Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Yes. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Asante. Dalili moja kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu, kwamba umeiva kwa mwanafunzi wa Yesu, ni upendo. Amen. Kwa siku nyingine nikikuuliza, wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Usiniambie ndio kwa sababu unahudhuria seli. Umenielewa? Hiyo sio kigezo. Eti wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Ndio. Kwa sababu una upendo. Asante. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Kwa nini? Una upendo. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Kwa sababu gani? Una upendo. Sasa mmejibu kwa maneno. Tunataka kuyaona yote mliojibu kwenye nini? Kwenye maisha. Je, mnajua kuchukuliana na watu waovu? Mnajua kuchukuliana na watu wasiokuwa na uwezo wa kufahamu kama ninyi? Sawa sawa? Huo ndio upendo. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Vigezo vingi vya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ile anasema ninyi mtakuwa wanafunzi wa mmejua kweli na hiyo kweli inawekwa huru. Lakini kuna vigezo vingi vya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kingine ni upendo. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Kwa nini? Unafanya nini? Una upendo. Ukiona hauna upendo, wewe sio mwanafunzi wa Yesu. Haleluya. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Wewe ni mwanafunzi wa Yesu?
Una upendo? Kama una upendo, we ni nani? Kama hauna upendo, we bado sio mwanafunzi wa Yesu. Unaweza kuwa darasani lakini you are not registered kama ni mwanafunzi graduate. Sawa. Unakuwa uko darasani tu, you still in learning process, uko kwenye masomo, lakini you are not a graduate kwamba sasa unaweza kusema yes, mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Kwanza lazima ujue kupenda. Sawa, ujue fanya nini? Kupenda. Na upendo sio kitu kidogo. Gharama za kupenda ni nyingi. Sawa? Ukipenda utakuwa, ukiwa na upendo utakuwa mtu wa haki. Utakuwa mtu wa nini? Wa haki. Unajua kuna kitu fulani nakitengeneza. Sawa? Kuna kitu nakitengeneza. Na hicho kitu kinataka kionyeshe jinsi ambavyo ukiolewa na mtu ambao sio wa haki, unaweza na wewe kaambukizwa kwa mtu sio wa haki. Sasa yani ukimuoa ama ukiolewa na mtu ambaye sio wa haki, ili amani itokee kwenye nyumba ni lazima uwe mtu na wewe usio wa haki, ndio mnapata kuwa na amani. Ukiwa mtu wa haki na umeolewa na mwanaume ambaye sio wa haki, amani mnapigana. Sasa mtu mwenye haki na asiye na haki huwa wanafanya nini? Wanapigana. Kwa ili upate amani ni either asiye haki awe haki, ama mwenye haki asiwe na haki. Hili naomba mlishike sana. Msije mkaja kunikumbusha wakati mmeshaoa ama mmeshaolewa. Angalia mume unayetaka kuolewa naye, angalia mke unayetaka kumwoa, ni mtu wa haki. Sasa la sivyo, ili amani itokee humo ndani, lazima ufanye tendo ambalo sio la haki. Mpige we, piga jamani, mume wangu, piga sana, ongeza. Hapa ndo nakukumbatia, anakuita nani, mama baby, twende ndani. Ushaumiza mtu ndo anakuita baby. Sasa utakubali kufanya mambo yasiyo haki ili ukae na amani, ama utakubali kuishikilia haki ili ukose amani? Tafuta mwanamume ama mwanamke wa haki mwenye upendo. Kuna wanaume wanaweza kuwa na upendo, akikutana na mwanamke asiye na upendo ni rahisi na mwanaume kutokuwa na nini. Na kuna nyakati unaweza kukuta mwanamke ana upendo, akikutana na mwanaume ambaye hana upendo ni rahisi na mwanaume na yeye akawa vile, na mwanamke naye akawa hana nini? Upendo. Kwa sababu kuna namna anatamani kufulfill desire ya mwenzie ili kuwe na amani, lakini anajikuta anaenda kinyume na. Sasa inabidi ukomae. Kama ni mtu wa rohoni kama tulivyo sisi hapa, inabidi upambane ulishikilie la Kristo. Maana yake nini? Ya Kristo yanaenda, unafanya haki, huko nyumbani ni kwa moto. Sawa, ni panawaka namna hii. Sawa. Mnamsaidia, mtasema nakwambia msimsaidie. Kwa either usimsaidie uwe na amani ya ndoa, ama umsaidie usiwe na amani na ndoa, ama umsaidie kimya udanganye ukorofishane na Mungu. Yaani kuna mambo mengi. Unataka ufanyaje sasa? Misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Tengeneza misingi. Mnanielewa nyinyi watoto ambao mjaoa na kuolewa Tengeneza nini? Usiolewe na mtu ambaye hana upendo. Umesikia? Ndio utajua kwamba binadamu ni mamalia kama ng'ombe. Sawa. Ndio utajua binadamu ni mamalia kama nani? Utakapogeuka na kuwa na tabia kama za ng'ombe, kwa kuwa umeolewa na mtu kama ng'ombe. Tumpe lift. Usimpe. Jamani, mbona kuna nani hapa? Tumpe tu. Hamna haja kumpa lift. Mvua inanyesha, huyu ni jirani yetu. Sasa ni either umpe lifti zikachapwe nyumbani, ama umnyime lifti mpate amani lakini ndani yako.
Amnielewi? Jichanganyeni. Tutaonana ofisini pale. Kila Alhamisi nitakuwepo pale. Ukija baba, unajua changamoto, naambia hebu fungua daftari lako, leta notes za mwaka 2025. Haleluya. Mungu abariki sana. Ni matumaini yangu mtakuwa mmeelewa umuhimu wa upendo. Unaweza kusimama sasa kwa miguu yako. Mmeelewa umuhimu wa upendo eh? Ukiwa na upendo, sehemu ya Mungu iko wapi? Na sehemu ya Mungu ikiwa kwako, shetani hawezi kufanya nini? Kukaa. Mahali penye upendo, shetani anapata shida sana kukaa. Hawezi. Upendo ni moto ulao kwa shetani. Nimesemaje? Kwa nini? Mahesabu hayo. Kwa nini upendo ni moto ulao kwa shetani? Gonga hapa. Safi sana. Huu ndio umuhimu wa kuvaa koti. Kwa sababu upendo ni sehemu ya Mungu, na Mungu ni roho, ni moto ulao. Mungu ni moto ulao. Kwa ukiwa na upendo ndani yako, kuna moto ulao, kuna sehemu ya Mungu ndani yako. Shetani hawezi kukaa na Mungu mahali pamoja ndani ya mwili wa mwanadamu. Unapata point hiyo? Una connect eh? Ndio maana nasema yeye Mungu ni upendo. Mwenye upendo amezaliwa na yeye. Na ndani yako kwa kuna upendo, wewe una sehemu ya Mungu ndani yako. Una sehemu ya Mungu wapi? Kwa lugha nyingine una madhabahu ya Mungu, kuna operation za Mungu zinaendelea ndani yako kwa sababu ya upendo. Ukipoteza upendo, unafuta madhabahu ndani yako. Zile madhabahu za Mungu zinakatika humo ndani. Haleluya. Na ndio maana ni ngumu sana ukinyosha mkono namna hii, halafu na wale wanaosimama na wewe malaika na wenyewe wakanyosha hivi. It's not easy. Kwamba kadhani ya kwamba utakuja hapa malaika wao wanafanya kama unachokifanya. Yeye unanyosha hivi na malaika wananyosha. Hapo naponiona katika ulimwengu wa roho kila anachokifanya na yenyewe nafanya. Ta. Kama kile kivuli. Umeona kivuli kile ukinyosha hivi, mnakiona? Na mbingu na zenyewe zinafanya hivi. Sio kama umeshafikaga sehemu umeshanyoshaga hivi kuna vivuli viko vingi. Nisha kutaka ukanyosha hivi kuna kama na vivuli vingi. Kwenye jua liko linakupiga hivi Ndio malaika wanavyo operate. Lakini sio easy. Usidhani kwamba huwa ni kitu kirahisi ukatembea na malaika wakati wote. Sio kitu rahisi. Na kitu kitakachomuondoa malaika kwako asitembee na wewe ni kitu kinachoitwa upendo. Usipokuwa na upendo, malaika anafanya nini? Unakuwa peke yako. Mama, unaweza kuwa hujui kuomba. Sawa? Unaweza kuwa hujui kufanya nini? Kuomba. Unaweza kuwa hujui hata kusoma neno. Yamkini hata kusoma neno uelewe vizuri, unapambana. Wewe ukiwa na upendo tu, unaweza kushangaa una malaika wengi kuliko anayejua kuomba. Melome sababu ukiwa na upendo utatembea na malaika wengi kuliko hata anayejua kufanya nini? Anayejua kuomba. Asipokuwa na upendo, maombi yake ni batili, yamebatilika. Sawa? Ambaye haombi anatembea na mnaye anapambana na shindwa, lakini ana upendo, malaika wanaenda na watamtia nguvu, ataweza tu kuomba. Haleluya. Upendo, wapendwa, ni kitu muhimu sana. Kati ya kitu ambacho unatakiwa uambatane nacho ni kitu cha nini? Upendo. Sikia nikwambie, kuanzia leo tendo lolote la upendo ni bora mtu ugombane naye asikuelewe, lakini maliza, kamilisha kitu kinachoitwa upendo. Sio kama watu wanaelewa. Ni bora watu wasikuelewe, ni bora watu wakuone wewe haufai, imradi tu wewe display nini? Upendo. Kwa sababu mtu asiye na upendo akiona matendo ya upendo yanamchukiza. Sawa sawa Wewe endelea kupenda. Kuanzia leo mimi nakupa hiyo. Anasema amri mpya na wapeni, penda nani? Amri mpya. Kwa nini anasema amri mpya? Zimefichwa. Ndio maana zile sheria, zile amri 10 za Mungu mnazijua. Usiue, usifanye Mungu. Anasema zile amri zote zimetumbukizwa kwenye amri hii.
Upendo, niambie ni amri gani ambayo ukiwa na upendo haiwezi kuwa fulfilled? Ukishakuwa na upendo tu, amri zote zimefichwa humo ndani. Zimefichwa humo ndani. Kwa sababu amri inasema usitamani mwanamke. Haya, hivi wewe ukiwa na upendo utaenda kumtamani mume wa mwingine? Wewe ukiwa na upendo utaiba? Wewe ukiwa na upendo utaua? Ukiwa na upendo utashindwa kumpenda baba yako na mama yako? Ni amri ipi ambayo haiingii kwenye upendo? Niambie. Amri zote zinafanya nini? Na hata Biblia inasema upendo ni ukamilifu wa amri zote, ni ukamilifu wa sheria. Sheria zote ziko kwenye upendo. Sheria zote ziko kwenye nini? Kwenye upendo. Upendo ndio ukamilifu wa kila sheria. Haleluya. Tamani sana kuwa na upendo. Unataka kutembea kwenye nguvu za Mungu, tamani kupenda. Ukitaka kupata connection, kuwa na upendo. Sawa sawa. Ili uwe na ujitambulishe na ujue kama na upendo, usimpende unayempenda. Halo? Usimpende. Upendo unataka umpende kila mtu. Kama kumpenda yule unayempenda, hata Mafarisayo na wenyewe wanafanya. Hauna utofauti. Kumpenda unayempenda, hata wanaoabudu miungu migeni na wenyewe wanapendana, si ndio? Kuna wanaowapenda. Lakini wewe ili uitwe una upendo, umpende huyo jirani yako hata kama humjui kwa moyo wako wote. Uwe tayari tena upendo, usijidai una upendo. Omba Mungu akupe upendo wa ukweli. Usiseme mimi na upendo. Vipimo vya upendo vipo kwenye matendo. Sawa sawa. Muombe Mungu akusaidie umpende mtu pasipo kuwa na sababu yoyote. Sawa sawa. Pasipo kuwa na sababu. Mtolee tu mfano. Namuona huyu hapa, mimi huyu sawa. Huyu mimi ni mtoto wangu huyu. Ukiachana na utoto wa kiroho pia huko nyumbani, huyu ni mtoto wangu. Akikosea huyu namchapa fimbo asubuhi mapema, sawa? Wakati kanazaliwa haka tulikaona, hadi wakasema nani mama yake anaitwa Gloria amepata mtoto gani wa kiume? Ndio huyu. Pata picha tulikotokea, umeelewa? Hasa vipi akinivuruga? Hata kama anatembea kama boxing, naambia shusha box lako, lala chini, sawa sawa? Umenielewa? Kuna mambo ambayo naweza nikafanya kwa Elia kwa sababu ni mtoto wetu. Kuna mambo ambayo naweza nikafanya kwa Elia kwa sababu ni mwana HVC. Sawa sawa? Hiyo bado haiwezi kanihesabia kwamba mimi na upendo mpaka nitakapoenda kufanya upendo kwa mtu mwingine. Sawa sawa? Pasipokuwa na issue yote, lakini nikasema wewe ni Muislamu, mimi ni Mkristo, lakini nakusaidia hiki, hebu nenda rafiki yangu uwe salama. Sawa sawa? Umenielewa? Uwe nini? Salama. Mtu mwingine anaweza akawa wa imani tofauti na mimi. Nikitaka kumwekea mikono, sasa mimi siamini masuala, nasema okay, wewe unataka nenda kwenda hospitali, okay, shika hii hela, nenda wapi? Hospitali. Kwa sababu imani yangu na yako vinatofautiana, hivyo siwezi kukupa msaada wa kiroho, lakini nakupa msaada wa kimwili. Ipo siku ule msaada wa kimwili atamuona Mungu wangu. Tunaelewana vizuri? Asante. Tunaelewana vizuri? Mpaka utakapompenda mtu. Sawa sawa? Utakapompenda mtu bila sababu. Hiyo ndio agape love. Anasema hivi, usiache kutenda mema. Sawa sawa? Hasa kwa ndugu waaminio. Maana yake nini? Anza kutenda wema kuanzia ndani. Anza kupenda kuanzia watu wa ndani yako, halafu natoka hivi. Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa sababu pia kumpenda mtu wa nje ukamwacha wa ndani, ule sio upendo, unaitwa unafiki. Tuko sawa sawa mpaka hapo? Upendo unatakiwa uanzie hapa, halafu natawanyika hivi. Unaanzia sawa sawa? Unaanza kwanza ujipende wewe. Sawa sawa? Jipende wewe mwenyewe, uwe mtu unayejipenda. Unaenda unawapenda ambao kuna wana HVC, unatoka unaenda unapenda. Sawa sawa?
Lakini mimi niliwazuia wamama. Wamama mmerudi tena. Wamama mbona mna mambo mengi? Yalishaisha. Mimi natania tu, sawa? Natania, sawa? Yalishaisha. Wamama niliwazuia, nikawaambia hivi. Sio kwamba wamama peke yao, ilikuja kwenye sherehe ya wamama, basi niseme hivyo, sawa? Ilikuja kwenye sherehe ya wamama kwa sababu hiyo kitu hata wengine na vijana walikuwa wanafanya, sawa? Wanaenda kuwasaidia watu nje. Lakini kuna watu humo ndani wako hoi. Yaani kuna mama mwingine mwenyewe na yeye anaenda kusaidia, amebeba unga lakini hata nyumbani kwake hana unga. Umenielewa? Hapa anaenda kufanya nini? Kupeleka unga. Nikawazuia. Mungu alinionya, akaniambia hawa mama wanafanya kwa kuitimiliza sheria. Lakini kama unataka wafanye kwa upendo, waanze kusaidiana wao wenyewe. Sawa sawa? Haya, wakamsaidia mtu mmoja hapa, halafu alivyomsaidia akaondoka. Mnajutia? Mnajutia? Ukisaidia usijutie. Unaweza kumsaidia mtu kesho akakutukana. Ukisaidia kwa upendo, sawa? Usisaidie kwa kutegemea return. Ukitegemea return, that is not love. Sawa sawa? Tunaelewana vizuri? Ukipenda ili ulipwe. Kuna watu wanafanya ukipenda ili ulipe, huo hauitwi upendo, unaitwa lobbying. Unaitwa nini? Nadhani watu mliosomea huko mnaelewa vizuri, si ndio? Lobbying, mnajua lobbying ni nini? Ushawishi, kama ushawishi, ndivyo lobbying. Kama mtu anaenda anasema huyu tumbebe zawadi, anakuja anakupa leo shati Johnson, shati hili bwana nilikuwa napita hapo njiani nikalikuta, nikaona kama litakufaa, kumbe muongo tu. Kwani hamna mtu mwingine, baba yako huna ukulifaa hilo shati, why kwa Johnson? Lakini kumbe Johnson naye akipokea anaona jamani huyu mtu huyu amepita hapa ameona shati linanifaa. Kumbe anamwambia Johnson, na hii hapa t-shirt haikufai. Shati amenunua shilingi 7,000 kwa machinga, t-shirt singlet amenunua 3,000, jumla shilingi ngapi? 10,000. Halafu anajua Johnson anaendaga Dubai. Wewe unadhania Dubai atarudi na nini? Hiyo ndio lobbying yenyewe sasa, umeelewa? Hasa Johnson naye akienda Dubai, akiangalia nakumbuka nini? Shati alilopewa, lakini kwa level zake hawezi kurudisha nini? Shati. Anaambia hichi kipikipiki kama kinamfaa. Umeelewa? Ngoja nimnunulie bwana yule rafiki yangu. Ikija ambia acha nimnunulie. Anakuja, kulikuwa kuna kipikipiki hiki, nimeona kama kinakufaa bwana. Nashukuru sana rafiki yangu. Nashukuru sana sana sana. Nawasha ndururu cha shilingi ngapi? 2,000,000 au 3,000,000. Yeye alimpa shati na shilingi ngapi? 10,000. Kesho anambia bwana nashukuru sana, namletea kitu kadogo. Anamshukuru. Lakini lengo lake atakapoenda tena afanye nini? Hiyo ni njia moja ya kutoa ambayo sio ya upendo. Hiyo inaitwa lobbying, kwa sababu unatoa ili utegemee kitu. Lakini kuna mwingine anakuja hana uwezo. Lakini anakuta asema Johnson, ngoja nimnunulie shati bwana, huyu ni ndugu yangu na rafiki yangu, ngoja nimnunulie shati. Ananua shati la shilingi 7,000, anakuja na Johnson, hili ni shati bwana nimekununulia. Hatarajii chochote kutoka kwa Johnson. Ile inaitwa upendo. Ile inaitwa nini? Kwa nini watu wengi wakienda kwa Mungu wanaisha kumlaumu Mungu? Watu ukiwafundisha kwamba ukitoa utabarikiwa, mtu anapiga hesabu, kumbe naingia sala kwa story, ngoja nikatoe ili nifanye nini? Nibarikiwe. Kwa anatoa hapa, ngoja nitoe 7,000 hii. Kwa hiyo anakuja kama na beti kwamba 7,000 nikitoa hii, Mungu akipiga hapa 100,000 sikosi. Kwa anakuja kutoa hiyo. Kwa kuna watu wengine wanakujaga hapa kutoa sio kwa kuwa wanampenda Mungu, wanafanya lobbying. Wanafanya nini? Lobbying, kwamba wacha nitoe. Nimeambiwa nifanye nini? Nitoe. Na ndio maana akitoa siku moja asipofanikiwa unakuta yuko ofisini amepanga nini? Ukimuuliza sasa, baba nimeanza kutoa wiki iliyopita, mbona kimya? Umeelewa? Lakini kumbe Mungu huwa anaangalia. Ndio maana wakati wa utoaji Mungu anaangalia moyo, aijue nia. Kwenye nia ndio kuna upendo kule.
Yaani kama ninyi mnapotafutaka kumjua, hivi mtu anataka kunichezea ama anataka kunioa? Ananipenda ama amenitamani? Na Mungu naye huwa anachunguzaga hivyo hivyo. Huyu mtu anapotoa, anatoa ananipenda ama anataka amesikia kwamba wakitoa unabarikiwa? Sikia, mpe Mungu kwa upendo. Mpe Mungu kwa nini? Kwa upendo. No matter ukasikia nimekuhubiria, ama unakutaga muda mwingine kama Mlelwa na wengine wanakuja kushuhudia kwamba mimi nimebarikiwa nitoka nilivyotoa, yani mafuriko. Na unasema kumbe mafuriko. Ngoja na mimi kilichobaki nikalete nini? Mafuriko. Ukitoa halafu wiki ya kwanza mnafuriko. Ya pili Mlelwa, hivi yale mafuriko unasemaga mafuriko una maana gani? Mbona kwangu hayaji? Kumbe mwenzio anatoa sio kwamba apate mafuriko, anatoa kwa ajili ya kumpenda nani? Mungu. Iritani Mungu analeta nini? Mafuriko. Na ndio maana Suleiman alimwomba Mungu nini? Mungu akampa nini? Akampa na utajiri. Sajabu angeenda kwamba utajiri asingepewa. Lazima ujue nguvu ya kupenda. Haleluya. Nguvu ya nini? Ya kupenda. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana.